Muswada wa kodi na matumizi wa Rais Donald Trump unaopitia katika bunge la Congress kwamba sheria hiyo inapendekeza kuendeleza upungufu wa kodi ulioanzishwa wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump, kuongeza ufadhili kwa matumizi ya ulinzi na kuongeza fedha kwa ajili ya operesheni za kiutawala, kuwafukuza wahamiaji wasio na nyaraka kwa wingi. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kenya, Shabani Mwalimu, pamoja naye ni Mhando Mbunguni, mchambuzi na mkazi wa Marekani, ambaye anaanza kwa kuelezea hali ilivyo iwapo mabadiliko yaliyopangwa kufanywa na Rais Donald Trump yanadhihirika katika maisha ya kila siku. Kiuchumi bado kuna maswali kadha wa kadha, kwa sababu Trump alipoingia kwenye uraisi, mojawapo ya vitu ambavyo alianza kutekeleza ni kutoza ushuru wa forodha. Hiyo ilisababisha soko la hisa kuyumba sana hapo katikati, lakini vile vile watu wengi hususan wachumi wamekuwa wakibashiri kwamba sera zake za kiuchumi kwa uko mbeleni zitasababisha anguko la kiuchumi, recession. Kwa hisia na kwa muonekano na uchambuzi wa wachumi, wanaona kwamba sera zake za kiuchumi zinaweza zikahatarisha hali ya kiuchumi na kusababisha uchumi kuporomoka siku za mbele. Shabani Mwalimu, huku kwetu Afrika Mashariki vijana wengi, hata baadhi ya serikali, walikuwa wameelekeza sera na ndoto zao katika jinsi Marekani inavyoendesha mambo yao kisiasa, kuzungumzia demokrasia, kimaisha, wanazungumzia uhuru wa kujieleza, na hata wengine wanaiga utamaduni wa Marekani kwenye mavazi na miondoko ya kimuziki. Sasa wakati huu ambapo Trump amebadilisha mambo mengi, unadhani sasa watajitathmini kiasi au itabaki bendera fuata upepo? Ilikuwa ni fursa muhimu sana kwa wadadisi wa kiuchumi kwa Afrika kwa jumla waweze kuitia darubini Marekani na sera zake za uchumi, ambazo kimaoni yangu nahisi ndio zimeleta migogoro mikubwa ya kiuchumi. Ikiwa dola kuu ya Marekani leo inakumbwa na misukosuko ya kiuchumi, kuporomoka kwa soko za hisa na vile vile mfumuko wa bei hivi sasa, nadhani ingekuwa ni funzo kwa chumi za mataifa ya Afrika kuangalia upya sera za kiuchumi ambazo huku tunajipigia debe kwamba ili tuweze kuendelea na kujinasua kiuchumi lazima tuwe kama wa Marekani. Lakini upande wa pili, nadhani hapa kuna kasoro inadhihirika ya mfumo wa kimarekani wa kiuchumi ambao unaegemea sera za kile kinachoitwa ubabe ndio sawa, might is right. Imepelekea Marekani kujiingiza katika matatizo haya. Afrika wana haki ya kuangalia upya sera zao. Mhando, na wewe unazungumziaje hilo? Ukiangalia kwa haraka ni kwamba Trump ameapa kuweka Marekani kuwa kipaumbele, na mojawapo ya vitu ambavyo anavizungumzia, anataka kuimarisha na kufufua viwanda ndani ya Marekani na kutengeneza kazi zaidi Marekani. Lakini kwa upande wa pili inaleta utatanishi kwa mujibu wa wachumi, kwa sababu soko la ajira kwa mfano Marekani gharama yake ni kubwa zaidi kuliko soko la ajira kwa nchi kama China ama India, ambapo bidhaa nyingi zinazoingizwa Marekani zinatengenezwa huko. Hivi sasa kuna estimates zinaonyesha kwamba kwa viwanda kama magari na nguo na vitu vingi ambavyo vinaingizwa Marekani vitapanda bei kubwa sana kwa sababu ya ushuru wa forodha kuwa mkubwa sana, lakini pia hata kama ikihamia Marekani gharama ya kuzalisha itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo itapeleka hiyo gharama kuhamishia kwa wanunuzi ambao ni wananchi wa kawaida. Na kwa upande wa pili itakuwa ni chachu ya maendeleo kwa nchi za Kiafrika, kwa maana ya kwamba itasababisha tafakuri na kuangalia namna ambavyo kuweza kufanya partnership na maeneo mengine ili kupunguza utegemezi wa kibiashara na Marekani. Nisalie nawe Mhando, Trump na Elon Musk walikuwa na uhusiano wa karibu sana, na inaeleweka dhahiri kwamba ndiye aliyefadhili kampeni zake kwa fedha chungu nzima, naye akampa kazi ya ngazi ya juu sana, ingawaje sasa kishatoka serikalini. Kulikuwa na dalili wanahitilafiana, lakini mbona ni kama tofauti hizo zinavuka mipaka? Shida iko wapi baina yao? Mpaka hivi sasa hakuna sababu ya wazi ambayo inaelezea kwa nini Elon Musk anatofautiana na Rais Donald Trump. Na ikumbuke kwamba jana ametoa tamko lenye utatanishi kukinzana na mswada ambao Trump umepeleka Congress ambao ameuita Big Beautiful Bill, na ametumia lugha kali sana kupingana na mswada huo. Na leo hivi Speaker wa Congress ameripoti kwamba Elon Musk azungumzi na yeye. Hivyo viashiria vyote vinaonyesha kwamba
uhusiano kati ya Elon Musk na utawala wa Trump kwa ujumla umeingia ukakasi, na vile vile ikichukuliwa kwamba Elon Musk ameapa kwamba atahakikisha anapiga kura kuwapinga Republicans ambao watapigia kura mswada huu wa Rais Trump. Tuangazie upande wa kiuchumi, hili mtalijibu nyote wawili. Utegemezi wa Marekani umesalia mkubwa, iwe ni kwa upande wa kibiashara ama ufadhili, ikizingatiwa kwa dola ya Marekani ndio inayotawala. Shabani, kianza nawe na tutakuja kwako Mhando. Marekani ina nafasi kubwa sana katika kuathiri uchumi wa mataifa mengi, ni kwa sababu nafasi yake ni kubwa sana katika ulingo wa kisiasa, hatimaye ulingo wa kiuchumi. Kwa hivyo mikakati yoyote ile ambayo Marekani inafanya ya kiuchumi bila shaka itaathiri chumi za mataifa yetu yote duniani. Hili itakuwa ni pigo. Kwa mfano, mswada ambao unapendekeza hivi sasa utozwaji ushuru kiuchumi italeta athari kubwa sana. Mhando, kwa hivi sasa bado dola ya Marekani ndio currency ambayo inatumika katika biashara za kimataifa na katika uchumi wa dunia, lakini kama Marekani itaendelea na sera yake ya kujitenga na sera ya kiuchumi ambayo inatumia zaidi mabavu na kuadhibu mataifa mengine kwa kutumia ushuru wa forodha, itasababisha mataifa mengine kuachana na dola, kwa sababu itakuwa ni gharama kubwa zaidi kwao kufanya biashara na Marekani, na hususan kufanya biashara kupitia sarafu ya dola. China imekuwa ikifanya jitihada kubwa kujaribu kushawishi mataifa mengine kushirikiana nao kama mbadala wa Marekani. Hiyo inaweza kuleta athari kubwa sana na kupunguza ushawishi wa dola Marekani katika uchumi wa dunia. Mhando, tunapomaliza, hatua gani za busara zinaweza kuchukua ili kuondokana na utegemezi kama huo na kujikuza kisiasa, kiuchumi na hata kijamii pia? Kwanza kabisa, Afrika ni bara ambalo lina soko kubwa zaidi duniani, na ikumbuke kwamba miaka michache iliyopita, kama sikosei miaka 2-3 iliyopita, African Union wamepitisha makubaliano ya kibiashara, kwa kifupi yanajulikana kama AfTA. Hiyo inaweza kuwa ni hatua mojawapo ya kuanzia, kwa maana kwamba nchi za Kiafrika kuongeza ushirikiano wa ndani wa kibara katika biashara, kupunguza movement ya biashara na watu katikati ya bara la Afrika, na kuondoa vikwazo vyote ambavyo vinasababisha Afrika kufanya biashara kwa pamoja. Hiyo ina uwezo wa kuachilia uchumi wa Kiafrika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pili, hatua ambazo Afrika inaweza kuchukua ni kuanza kufikiria kwamba Afrika inaweza kustawi pasipo kuitegemea Marekani ama pasipo kutegemea nchi zingine zozote, hususan nchi za Magharibi ambazo zimekuwa zikisaidia Afrika kwa kiasi kikubwa sana. Hatua za busara ni kwa nchi za Kiafrika kuanza kuangalia mbadala wa kustawi kiuchumi na kijamii pasipo kutegemea mataifa yenye nguvu duniani, lakini vile vile kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na wa kibiashara ndani ya bara la Afrika. Mwalimu, upande wako. Kwanza kabisa, Afrika ina nafasi sasa hivi ya kuangalia upya sera zao za kiuchumi, kwamba zisiwe ni sera tegemezi wa sera za asasi za kimataifa, kwa mfano World Bank na shirika la fedha duniani, kwa sababu zote hizi ushawishi wake unashawishiwa na Marekani. Soko ya Afrika hapa kuna rasilimali za kutosha. Nadhani tukiondosha ule ufisadi ambao pia wa kisiasa unaodhihirika na tukaekeza katika uchumi ambao unaangalia zaidi katika kutumia rasilimali zilizoko, Afrika inaweza kujikomboa kutoka makucha ya mfumo wa Marekani na kibepari. Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kenya, Shabani Mwalimu, pamoja naye Mhando Mbuguni, mchambuzi wa ambaye ni mkazi vile vile wa kule Marekani. Kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC, Mbaraka Moshi anasema yuko Mbweni, anasema Waafrika tumemkosea nini Trump? Lakini baba mzazi yuko Chunya, anasema utawala wa Rais Donald Trump uko tofauti sana na utawala wa watangulizi wake. Na shukrani kwa kusikiliza matangazo haya.